Hello, karibu kwenye channel yetu nzuri ya Usiteseke Tena. Naitwa Angela Kanine, karibu kwenye somo letu la leo. Mambo matatu ambayo mwanaume hatamani kukwambia kuhusu yeye. Jambo la kwanza, mwanaume hatakwambia umpe muda wa kuwa peke yake. Nguvu ya mwanaume ipo kwenye muda anaotumia kuwa peke yake. Mwanaume anapokuwa peke yake huwa ndio wakati wake wa kujichaji nguvu zake kwa upya. Anapohitaji utulivu, maana yake anaingia kazini kufikiri, kupanga, kujitathmini na kujijenga kisaikolojia vizuri. Ndani ya huo utulivu, anapata yafuatayo. Anapima uwezo wake, anapambana na hofu zake, anatafuta suluhu kwa changamoto zake. Sasa mwanaume anapokosa muda wa kuwa peke yake, anaanza kuona anachoka kiakili, anajisikia kutothaminiwa, anaanza kukasirika hovyo. Lakini akipewa nafasi ya utulivu na kuwa mwenyewe, atakurudia kwako akiwa na utulivu, atakupa muda wa mazungumzo ya maana, atajifunua zaidi kihisia kwako. Mwanamke, heshimu sana muda ambao mwanaume wako anahitaji utulivu, kwa sababu humo ndimo nguvu zake zinapozaliwa. Nguvu ya mwanaume imo kwenye kutafakari zaidi kuliko kuongea na watu. Mwache aende akajitengeneze kwa utulivu. Atakapokurudia atakuwa bora zaidi. Unachopaswa kufanya ni kumtengenezea mazingira bora na tulivu. Jambo la pili, mwanaume hatakuambia udhaifu wake. Mwanaume hapendi kuonekana dhaifu, hasa kwa mwanamke anayempenda. Mwanaume huwa anafikiri kuwa kuomba msaada ni kushindwa. Kusema amezidiwa ni kupoteza heshima yake. Ndio maana anaweza kuwa na matatizo mengi, lakini akakwambia hakuna shida, niko sawa tu. Sasa ili aongee anayomsibu, ni lazima awe na uhakika na hali ya usalama na heshima yake kwanza. Mwanaume anaongea pale anapohisi thamani yake haitapuuzwa. Mjengee mazingira ya kumthamini, naye atakuwa mtu wa kukwambia mengi yanayomsibu. Jambo la tatu, neno lolote linalomuonesha yeye hatoshi linamuumiza sana. Mwanaume huogopa sana kuhisi hatoshi. Ndani ya mwanaume kuna hofu ya kutotosheleza mahitaji yaliyopo, kushindwa kulinda himaya yake. Ndio maana akikosolewa sana hawezi kufanya kazi vizuri. Akilinganishwa sana na wengine waliomzidi, anakata tamaa mapema. Akidharauliwa, nguvu za wanaume wake zinapotea. Mwanamke anapomthibitishia mwanaume wake kuwa anajituma na ni mpambanaji sana, anakidhi mahitaji ya nyumba hata kama sio yote, yeye ni wa thamani kwenye familia, basi sasa mwanaume hujikuta ile morali ya ndani inakuwa zaidi na kujiona yeye ni mwanaume kweli kweli. Mwanaume anastawi sana pale anapohisi anaheshimiwa. Ili kujifunza zaidi, pata kitabu chetu kinachoitwa Siri 10 za kuishi na mwanaume. Tucheki WhatsApp kwa simu nambari 0755302668. Usiteseke tena.